Inawezekana utakapokuwa unasema ukweli ule ukamuumiza mtu, kwa sababu ukweli unamtaja mtu. Mwizi akikamatwa anaiba huwa anaomba asipigwe licha ya kuwa amefanyaje, na huwa hakubali. Mwizi yule ukikaa naye vibaya anaweza akakuzuru. Kitendo cha kukuzuru kwa mwizi hakimaanishi alikuwa na haki. Tunaelewana? Mwizi amekuja kukuibia kwenye nyumba yako, ukamuona anaiba, hana haki ya kukupiga wewe na kukuua kwa sababu umemuona na kuibia mali yako, na wewe huna haki ya kupiga kelele. Ni kweli hiyo? Ni kweli? Maana yake sio justification kwa Kiingereza kwamba wewe uliyefanya batili unaweza kuhalalisha batili ya uhai wa mtu. Sio sawa. Ndio maana nimefanyaje ili jeshi la polisi lifanye kazi yake. Hakuna mtu ambaye ana haki ya kutoa uhai wa mtu mwenzie. Hakuna mtu mwenye mamlaka ya kutoa uhai wa mtu mwingine yoyote kwa namna yoyote. Hauwezi ukakaa kwenye batili ukafanya vitu batili ukajialilishia kwa ubatili wako kwamba unaweza kutoa uhai kwa mtu anayesema ukweli. Hapana. Eneo hili ni eneo la shule. Wote hapa mnajua uongo kweli? Hati iliyokuwepo hapa ni ya shule. Hati inatolewa kwa mujibu wa nini? Yeyote aliyekuwa juu ya hati ile amekaa kinini? Kibatili, kwa sababu hati ni ya nini? Ya shule. Huwezi kujihalalishia kwa sababu mwenyekiti alikupa eneo la shule alafu wewe una haki ya kukaa kwenye eneo la shule. Hakuna hiyo. Alafu unakwenda kutoa uhai wa mtu kwa sababu yule mtu anasema ukweli alafu unajiona una haki. Hakuna. Ni vizuri wenzetu wa jeshi la polisi mkatafakari, mkaenda kuchukua hatua zinazostahili. Mgogoro huu wa hapa uko mpaka mahakamani. Watu wameenda, wameshinda kesi, wameenda wamefungua tena kesi, mnakuja mnatoa uhai alafu bado unajisifia. Sio sawa. Hiyo si sawa. Hivyo niwahakikishieni, nikitoka hapa nitapita kwenye hizi nyumba na nitaenda kwa marehemu.